Ndege ya kifahari aina ya Boeing 747-8 inayofahamika kama kasri linaloruka imezua mjadala mkali wa kisiasa na kiusalama baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kuonesha nia ya kuipokea kama zawadi kutoka familia ya kifalme ya Qatar. Ndege hiyo yenye chumba cha kulala cha kifahari, mabafu ya kifalme na ngazi za ndani inatajwa kuwa na thamani ya karibu dola milioni 400. Rais Trump aliwahi kutembelea ndege hiyo miezi mitatu iliyopita na hivi karibuni alitumia jukwaa lake la Truth Social kutangaza kuwa ni zawadi ya bure kabisa na kuwa haitakuwa busara endapo ataikataa ndege hiyo, sambamba na kuisifia hatua hiyo kama ishara kubwa ya ukarimu. And I could be a stupid person say, no, we don't want a free, very expensive airplane. But I thought it was a great gesture. Taarifa hii imeibua maswali makubwa kuhusu uhalali, usalama na maadili ya Rais wa Marekani kupokea ndege ya kifahari kutoka nchi ya kigeni. Katibu wa zamani wa jeshi la anga katika utawala wa Rais Biden, Frank Kendall, alisema wazi kuwa wazo hilo halifai kabisa, na akisisitiza kuwa Air Force One si ndege ya kawaida tu, bali ni ishara ya taifa la Marekani. It's a symbol of the presidency, it's a symbol of the American people. And it's just frankly wrong for the president to be flying an airplane, which when anyone sees it, will be seen as a gift from Qatar. Ili kufikia viwango vya Air Force One, ndege hiyo ya kifahari inahitaji kufanyiwa marekebisho makubwa na ya gharama kubwa, ikiwemo kuongeza vifaa vya usalama, kituo cha operesheni za kijeshi angani, zahanati ya dharura na teknolojia ya hali ya juu ya siri. Vilevile ndege hiyo haina uwezo wa kujaza mafuta angani kama ilivyo kwa Air Force One ya sasa na ile inayotarajiwa kuingia kazini miaka ijayo. Wataalamu wameeleza kuwa kuibadilisha ndege hiyo ya kifalme kuwa Air Force One halisi itagharimu zaidi ya dola bilioni 1 na kuchukua miaka kadhaa kukamilika. Mzozo huu umevuka mipaka ya vyama mbalimbali vya kisiasa nchini humo, huku wanasiasa kutoka pande zote mbili, Democrat pamoja na Republican, wakipinga vikali mpango huo. Baadhi ya wanachama wa Republican ambao walikuwa karibu na Trump wameeleza wasiwasi wao, wakimkumbusha kuwa Qatar imewahi kushutumiwa kwa kuunga mkono vikundi kama Hamas, jambo ambalo hata Trump mwenyewe aliwahi kulizungumzia alipokuwa madarakani. Mnamo mwaka 2018 Qatar iliwahi kumpa rais wa Uturuki ndege ya kifahari, ishara kuwa nchi hiyo ina historia ya kutumia diplomasia ya ndege. Ikumbuka kuwa katika awamu yake ya kwanza ya uongozi, Rais Trump aliamuru kutengenezwa kwa ndege mpya 2 aina ya Boeing 747, lakini hadi sasa hazijakamilika. Na kwa mujibu wa gazeti la The Wall Street Journal, kufikia Februari 18 mwaka 2025, mmoja wa maafisa wa Trump alikiri kuwa ndege hizo huenda zisiwe tayari hadi mwaka 2029 au zaidi. Wakati Trump akiendelea kusisitiza kuwa ndege hiyo ni zawadi tu, wachambuzi wa masuala ya kidiplomasia wanaiona kama